Kama ungepewa ramani ya Afrika Mashariki mwaka 1700 ungechanganyikiwa kinoma, kwa sababu usingeona Tanganyika wala Tanzania, usingeona Kenya, usingeona Uganda, usingeona Rwanda wala Burundi kama tunavyozijua leo. Ungeona falme, himaya, koo, makabila, njia za biashara na maeneo yenye ushawishi. Na hapa ndipo swali kubwa huwa linaanzia. Kwa nini leo Rwanda na Burundi ni nchi huru zinazoonekana kama zimejipata hivi na zipo kwenye Umoja wa Mataifa kama sawa na Tanzania, wakati Buganda, Bunyoro, Karagwe, Buhaya, Chaga, Nyamwezi na makabila makubwa ya Kenya hayakupata hii nafasi? Na kwa nini eneo ambalo ni dogo kuliko hata mikoa mingi ya Tanzania liliweza kuwa nchi kamili? Naitwa Grayson Gideon. Karibu nikujuze. Leo niko Afrika Mashariki, na ndani ya Afrika Mashariki kuna movement nyingi zimefanyika. Hii ya kupata nchi ni moja, lakini ndani ya hizi nchi kuna movement nyingine inaendelea ya kuzijenga hizi nchi. Na moja ya hii movement imetokea hapa Tanzania, na wanaoiendesha hii movement wanaitwa Comadre Tools. Lengo la hawa jamaa ni kutransform hii sekta ya ujenzi kuwa ya kidigitali, kwa maana ya kuokoa muda, kuokoa nguvu, lakini pia kuweka uwekezaji wa muda mrefu. So, kama una shughuli yoyote ya ujenzi, kama unahitaji uhakika wa vifaa ambavyo utaenda navyo site na vitapiga kazi kwa muda mrefu, kuna hizi drili ambazo ni cordless, kwa maana zinatumia battery, lakini pia kuna mashine ambazo zinatumia umeme na battery. Alafu kuna hizi za kisasa kabisa ambazo wanaziita brushless, yani hazina mota ndani yake. Kwa hiyo kuungua ile mambo sijui mota imeharibika, hayo mambo unakuwa unasahau, kwa sababu kuna hii teknolojia mpya ambayo ina uwezo wa kupiga kazi eneo gumu zaidi ikakuletea matokeo makubwa zaidi. So when it comes to ujenzi, ama ukisikia yeyote, awe ni fundi, awe ni mtu tu ambaye anahitaji vifaa vya ujenzi, mwambie afikirie kwanza Comadre Tools. Asante kwa Comadre kwa kuidhamini MDC Updates. So, tuingie kwenye hii Afrika Mashariki tuielewe. Kabla ya wakoloni, sehemu kubwa ya Afrika Mashariki haikuwa imeunganishwa kisiasa. Kulikuwa na tawala nyingi tofauti kama nilivyokuambia. Pwani kulikuwa na miji ya Waswahili iliyounganishwa na biashara ya bahari ya Hindi, na ndio maana leo tunatumia Kiswahili kama lugha ya taifa. Sio kwa sababu ilikuwa kubwa, ni kwa sababu ilikuwa ni ya kibiashara. Ukifuatilia sehemu kubwa ya dunia pia biashara ndio imeathiri vitu vingi sana. So ndani kulikuwa na falme kama Buganda, Bunyoro, Ankole, Karagwe, Rwanda na Burundi, lakini kulikuwa pia na mamia ya jamii ambazo hazikuwa na mfalme mmoja wa juu. Hapa nazungumzia empire. Nilikuambia kuna tofauti ya king na empire. King anasimamia kingdom, empire anasimamia, kwa Kiswahili tunamuita ni mfalme mmoja mkuu. Makabila mengi ya Tanzania yalikuwa na viongozi wa jadi, lakini hayakuwa sehemu ya dola moja kubwa kwa maana ya empire. Mfano, Mchaga wa Kilimanjaro alikuwa na mtawala wake, Msukuma alikuwa na mfumo wake kabisa, Sukuma Lendi kule, Mhehe alikuwa na mfumo wake kabisa na kina Mkwawa, Mnyamwezi alikuwa na mfumo wake, na hakukuwa na kitu kama Tanzania. Kilichokuja baadaye ni jambo jipya kabisa duniani. Ndio hili tunalifahamu kama national state. Wazo la taifa la kisasa. Na speaking of hii national state, kwenye episodi zetu za nyuma niliwahi kuzungumzia hii issue kwamba wakati tunapata uhuru, viongozi wetu walikuwa na options mbili. Either warudi kwenye hii mipaka ya kikoloni, ya kikabila, ambayo ingeibua mtafaruku mkubwa, kwa sababu nilikwambia Nyerere aliondolewa Butiama akaja Dar es Salaam kusoma, kufundisha Pugu sekondari, na huku ndo akakutana na harakati za kuikomboa Tanzania. Sasa wakati anakomboa huku, imagine tumeshapata uhuru alafu tunasema turudi kwenye makabila yetu. Maana yake ilibidi Nyerere arudi wapi? Butiama, akakutana na taifa lake kule. Lakini wakaamua kurithi hii mipaka
kwa sababu tayari zile serikali zilishafanya, huyu anahamishwa anapelekwa huku, kama nilivyokuambia zilitawaliwa eneo moja. Kwa hiyo wakabidi waarithi hii mipaka kwa sababu hiyo. Wazo kwamba watu tofauti kabisa wanaweza kuunganishwa sehemu moja ndani ya mipaka, bendera ikawa moja, jeshi moja na uraia mmoja, hili alikuwa jambo la Kiafrika, lilikuwa ni jambo la nje na halikutokea Afrika peke yake. Ni jambo ambalo lilianzia kwanza Ulaya. Italia iliunganishwa kutoka kwenye falme nyingi na kuwa ufalme mmoja. Ujerumani iliunganishwa kutoka kwenye majimbo mengi. Baadaye wakoloni wakaleta hii mantiki ndani ya Afrika. Tatizo ni kwamba walipofika Afrika hawakukuta bara ambalo ni tupu. Walikuta tawala zilizokuwepo tayari zinajiendesha. Na hapa ndipo Rwanda na Burundi zilikuwa tofauti. Tofauti na maeneo mengi ya Afrika Mashariki, Rwanda na Burundi zilikuwa tayari ni falme ambazo zimeshajijenga vizuri. Zilikuwa na wafalme, zilikuwa na jeshi, zilikuwa na mfumo wa kodi, na zilikuwa na utawala ambao unatoka katikati, kwa maana ya center ya kingdom, hadi vijijini. Kwa lugha ya sasa tunaweza kusema kwamba ni proto states. Yaani zilikuwa karibu sana na kile ambacho tunakiita nchi ama taifa leo. Mkoloni alipofika Rwanda na Burundi hakulazimika tena kuunganisha makabila 100. Alikuta tayari kuna dola na akabadilisha tu bendera juu na dola iliyokuwepo. Na ndio maana mpaka leo mipaka ya Rwanda inafanana sana na mipaka ya ufalme wa zamani wa Rwanda. Lakini huwezi kusema hivyo kwa Uganda, huwezi kusema hivyo kwa Tanzania, na Burundi pia iko hivyo hivyo. Huu ndio tofauti mkubwa ambao upo. Na swali linakuja sasa kwamba mbona Buganda nayo ilikuwa ni ufalme mkubwa? Kwa nini Buganda haikuwa nchi? Jibu ni kwamba wakati Waingereza walikuwa wanatengeneza Uganda, waliamua kuijenga Uganda juu ya Buganda, lakini sio kuwa Buganda, ila walichukua Buganda ikawa injini ya mradi wa Uganda. Waingereza walitumia maafisa wa Kiganda kutawala maeneo mengine. Kwa hiyo Buganda ikawa sehemu ya dola kubwa zaidi, kwa maana ya Central, lakini ilikuwa na nguvu bila kupewa uhuru wake. Iliingizwa ndani ya Uganda. Kwa hiyo kilichotokea Buganda ni sawa na kilichotokea Bavaria ndani ya Ujerumani. Ilikuwa na historia yake, lakini ikaingia kwenye taifa kubwa zaidi. Kwa Tanzania hali ilikuwa tofauti zaidi. Tanganyika ilikuwa na mamia ya makabila bila ufalme mmoja mkubwa uliotawala hili eneo lote. Kwa hiyo Wajerumani walipofika, walipotengeneza koloni lao, waliliita German East Africa, waliunganisha watu ambao hawakuwahi kuwa taifa moja. Yaani makabila yetu huko yalikuwa ni koo, yalikuwa ni labda kingdom zile ndogo ndogo, lakini hakukuwa na zile empire. Baadaye Waingereza wakarithi mfumo wa Wajerumani. Nyerere alipoingia alifanya kitu ambacho viongozi wengi wa Afrika walishindwa kufanya. Aliua sio tu watu, bali siasa za ukabila. Alikataza mizizi ya makabila kugeuka mataifa, na aliweka lugha moja ya Kiswahili, ambayo nimekuambia ni kwa sababu ilikuwa eneo hili ambalo kijiografia ndilo ambalo lilikuwa linaingiza biashara nyingi kwenye hili eneo linaloitwa Tanzania leo. Kwa hiyo alihamasisha uraia wa Tanzania kwanza. Na matokeo yake leo hii watu wengi hapa Tanzania tunajitambulisha kwanza kama Watanzania kabla ya kutaja kabila. Ndio maana hakuna nguvu kubwa ya kujitenga kama ilivyotokea sehemu nyingine za Afrika. Lakini Rwanda na Burundi ilikuwa ni special case, kwa sababu nimekwambia zilikuwa tayari zimefikia hatua nyingine kabla hata ya ukoloni haujafika. Sasa kuna swali jingine linakuja hapa kwamba je, Rwanda na Burundi ziliwahi kuwa sehemu ya Tanzania? Kwa sababu kuna hiyo story ambayo watu wengi wanazungumza. Jibu sahihi ni hapana. Lakini kuna ukweli ambao pia huwa unachanganya watu. Kwa hiyo naelewa kama umewahi kusikia kwamba Rwanda ilikuwa sehemu ya Tanzania, bla bla, vitu kama hivyo. Wakati wa ukoloni wa Kijerumani, Rwanda, Burundi, Tanganyika zilikuwa ndani ya himaya moja.
Hii himaya inaitwa German East Africa. Kwa hiyo zilitawaliwa na mkoloni mmoja, lakini hazikuwa sehemu ya taifa moja. Elewa tofauti ya taifa na nchi. Nchi ni eneo la kijiografia, taifa ni ule utambulisho wa pamoja wa watu, shughuli zao, tamaduni and everything, identity. Kwa hiyo baada ya Ujerumani kushindwa vita ya kwanza ya dunia, mataifa ambayo ni washindi yaligawana maeneo ya yule aliyeshindwa, kwa maana ya Ujerumani na wenzake kina Ottoman. So Tanganyika ikaenda kwa Waingereza, Rwanda na Burundi zikapewa Ubelgiji. Kuanzia hapo njia zao zikaanza kutofautiana. Na hapa ndipo tunafika sasa kwenye suala la mauaji ya Rwanda. Watu wengi wanajua kwamba marais wa Rwanda na Burundi walikufa kwenye tukio moja la ajali ya ndege. Tarehe 6 Aprili 1994, ndege ambayo ilikuwa imewabeba Juvenal Habyarimana na rais wa Burundi Cyprien Ntayamira. Majina ya Kiburundi haya. Ni Cyprien Ntaryamira. Ilipigwa na kitu chenye ncha kali karibia na Kigali wakiwa wanatokea Tanzania na wote wakafa. Lakini kilichofuata Rwanda kilishtua dunia. Ndani ya siku 100 zaidi ya watu 800,000, wengine wanasema mpaka milioni, waliuawa. Na kwa nini Rwanda ikalipuka lakini Burundi haikulipuka kwa kiwango hicho? Jibu ni kwamba Burundi tayari ilikuwa imeshapitia umwagaji damu mkubwa kabla. Kwa sababu miaka 1972 na 1993 Burundi ilishuhudia mauaji makubwa ya kikabila. Kwa lugha nyingine, Burundi ilikuwa tayari imeshaungua kabla hata ya shida ya 94 ile. Kwa hiyo Rwanda ilikuwa imejenga mfumo mkali zaidi wa serikali kuu, kwa maana kulikuwa na serikali hiyo wanaita ya Wahutu ambao ndio ilikuwa inaongoza Rwanda, na ilikuwa na system kali sana. Kwa hiyo wakati ndege ilipoanguka, mtandao wa mauaji ulikuwa tayari umeshaandaliwa. Radio, majina ya maadui walikuwepo. Ukumbuke kipindi hicho ndio Kagame yupo msituni, kwa hiyo mifumo ilishatengenezwa, makundi ya wanamgambo ambayo yalikuwa na watafuta hawa jamaa wa Kitutsi, mipango ya kisiasa yenyewe ya ndani ya nchi. Kwa hiyo kifo cha rais kilikuwa ni cheche tu, lakini moto ulikuwa tayari umeshawaka kitambo. Burundi nayo iliingia kwenye mgogoro mkubwa kipindi hiki, lakini badala ya mauaji ya siku 100 kama Rwanda, Burundi iliingia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka mingi. Na hivi vita vilitokana na the fact kwamba kuondoka kwa rais kuliacha loophole, lakini loophole yao ilikuwa ya kiuongozi na sio ya kikabila. Kwa hiyo sio kwamba Burundi haikuumizwa, iliumizwa sana na kile kifo, lakini iliumizwa kwa namna tofauti. Na sasa turudi sasa kwenye swali la mwisho kwamba je, Rwanda na Burundi ni nchi kwa sababu ya nguvu zao au kwa sababu ya wakoloni? Jibu sahihi kiukweli ni vyote viwili. Kama zingekuwa jamii dhaifu sana, huenda zingeingizwa ndani ya Uganda au Tanganyika. Lakini pia kama wakoloni wangependa, wangeweza kuzifuta kwenye ramani. Historia imejaa hii mifano. Angalia hata Gambia. Hivi umewahi kuwaza hii ramani ya hii nchi ya Gambia? Ni kanchi fulani kenye ramani ya ajabu sana, na ni kwa sababu ramani yake ilichorwa kufuata huu mto wa Gambia huu. Angalia pia Singapore. Nilikuletea kwenye episode zilizopita, ilikuwa ni sehemu ya Malaysia, lakini leo ni nchi kamili. Angalia Pakistan na India. Zilikuwa dola moja ya kikoloni ambayo iliunganishwa sehemu moja. Nazungumzia India, Pakistan na Bangladesh ya leo. Leo ni nchi tofauti. Angalia hata Biafra. Ilijaribu kujitenga Nigeria, tulikuletea kwenye episodi zetu, lakini ikashindwa. Kwa hiyo kuwa taifa sio suala la ukubwa wa eneo, na sio suala la idadi ya watu, na sio suala la kabila lenu. Ni ishu ya historia, taasisi, nguvu za kisiasa, vita, diplomasia na time. Ndio maana Rwanda yenye eneo dogo kuliko mkoa wa Morogoro wa Tanzania leo inaitwa nchi. Na ndio maana Burundi ambayo eneo lake linaweza likajaa ndani ya hifadhi ya Mwalimu Nyerere hapa Tanzania leo inaitwa nchi. Na ndio maana Buganda
yenye historia kubwa kuliko baadhi ya nchi za Afrika leo sio nchi. By the way, sijui kama watu wengi mnafahamu uzito wa Buganda Kingdom. Hii ni nchi ambayo ni ufalme ambao upo ndani ya Uganda, ambao kuna viongozi wa nchi kubwa za nje walikuwa wanakuja Uganda bila kumwambia rais wa Uganda. Yani wanakuja wanamwambia mfalme wa Buganda. Kwa hiyo mwisho wa yote, ramani ya Afrika haikuchorwa kwa kutumia mantiki ya ukubwa. Ilichorwa kwa kutumia mchanganyiko wa historia ya kale, maslahi ya wakoloni, nguvu za watawala wa wakati huo na maamuzi yaliyofanyika wakati wa kuunda mataifa ya sasa kwa maana ya national state. Na labda somo kubwa zaidi ni hili: nchi sio kitu cha asili. Nchi ni hadithi ambayo watu wamekubaliana kuiamini, na hadithi hiyo ikikubalika kwa muda mrefu, ndo hii inakuwa taifa. Ikikataliwa huwa inazaa vita, mapinduzi na harakati za kujitenga. Na ndio maana mpaka leo duniani kuna watu wanaojiita Wakurdi wakati hawana nchi yao. Kuna Wapalestina ambao wanatafuta taifa lao hadi leo. Kuna Wakatalunya ambao hadi leo wanataka kujitenga na Hispania. Na kuna Buganda ambayo bado ina mfalme lakini sio nchi. Kwa sababu kwenye siasa za hii dunia, kuwa taifa sio tu kujua wewe ni nani, ni kuwafanya wengine wakubali kwamba wewe ni taifa. I hope nimekuongezea kitu kwenye hili la Burundi na Rwanda na kuelewa kimsingi kwa nini hizi nchi zina exist leo. Niambie kama uko wapi, Burundi, Rwanda, upo sehemu gani unaifuatilia hii. Asante kwa comments ambazo naziona, na kwa kutumia chini ya sekunde 3 ukibonyeza like hapo chini kwenye hii video inasaidia sana kuipeleka kwenye watu wengi zaidi, na ukisubscribe unakuwa umeua kabisa, yani umetisha kinoma noma. So tukutane episode ijayo. Naitwa Grayson Gideon. Hii ni MDC update ya madini.com, taarifa na maarifa.